Nimerudi tena leo na leo nataka nikufundishe sauti ya tumboni ama diaphragm voice. Huwa unakosea sana. Kuna mazoezi unafanya mwenyewe unasema ndio unaishusha sauti eti kutoka kwenye shingo kuja kwenye tumbo, lakini sio kweli. Tuangalie kwanza diaphragm ni nini. Huwa tunasema sauti ya tumbo, lakini actual hamna sauti ya tumboni. Yaani sauti inazalishwa kwenye kamba za sauti ambazo zinaitwa vocal cord, lakini tumbo huwa linatumika tu kuipatia sauti nguvu kwa namna inavyotoka. Sasa kuna kitu kinaitwa diaphragm. Diaphragm ni msuli uliopo chini ya mapafu, juu kidogo ya tumbo na chini kidogo ya mapafu, tuseme katikati ya mapafu na tumbo. Huo msuli huwa unatumika katika upumuaji, sawa? Kwa hiyo ukiutumia vizuri huo msuli, huwa tumbo linatoka na kurudi. Yaani ukivuta hewa tumbo linatoka, ukirudisha tumbo linarudi. Sasa kitendo hicho mtu akikifanya akiwa anaimba na tumbo kwenda hivyo, ndio imetupelekea tu tunasema kwamba ni sauti ya tumbo, na inaeleweka tu vizuri kwamba ukimwambia mtu sauti ya tumbo anaelewa, lakini officially ama kitaalamu huwa sio hivyo. Lakini kwa kuwa tunaelewana sasa lugha yetu ya kibongo kwamba sauti ya tumboni, hakuna shida. Sasa nataka nikufundishe kitu kimoja. Kabla hujaanza hayo mazoezi ya kuhangaikia sauti itoke kwenye shingo irudi kwenye tumbo, au kutoka kwenye hiyo sauti ya kupayuka kurudisha huku tumboni, ujue jambo moja, sawa? Uelewe kuna vitu kadhaa vya kuzingatia. Kwa mfano, niangalie namna sahihi ya kupumua. Kuna mtu huwa haelewi kwamba anapopumua hapa, je, napumua kwa kutumia diaphragm au napumuaje? Sawa? Ukitaka kuhakikisha hilo, wewe lala chini. Sawa? Lala chini, alafu chukua kitabu weka kwenye tumbo lako. Kisha weka kitabu kwenye tumbo lako, anza kufanya mazoezi ya kwamba nikivuta hewa ndani, tumbo liwe hicho kitabu ukione kinapanda. Kwa sababu kwa haraka watu wengi tunapumua tu kawaida. Hata mtu ukimuuliza hivi nikivuta hewa ndani na nikitoa nini kinatokea? Mwingine haelewi kwamba akivuta hewa ndani ndio tumbo linatoka nje, au akitoa ndio tumbo linarudi. Yaani haelewi, na anaweza akajaribu kabisa na haelewi yani nini kinatokea. Sasa itakurahisishia we lala chini chali, weka kitabu chako kwenye tumbo, kitabu ama nini ama daftari, alafu anza kufanya mazoezi hayo. Pumua katika namna ambayo tumbo lipande juu na kushuka. Tumbo lipande, hayo ndio mazoezi sasa yanaweza kuanza kukusaidia sasa kuanza kuzoesha huo msuli wa kupumua kwa kutumia tumbo. Sawa? Anza hivyo. Fanya hivyo. Kitu kingine, fanya hivi. Vuta pumzi taratibu kabisa ndani. Weka mikono yako kwenye tumbo, alafu vuta pumzi taratibu ndani. Hakikisha unavyovuta pumzi taratibu tumbo liwe linasogea. Kama lisogei, maana yake hapo hautumii hiyo diaphragm. Sawa. Alafu wakati toa huku unatumia herufi S. Sawa? Kwa hiyo unatoa huku unatumia herufi S.